Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu na maombi na maombezi kwa watu wote. Nichukue fursa hii usiku wa leo, nimepata nafasi ya kuzungumza nawe kwa habari ya neno la Kristo. Siku ya leo tutajifunza kuhusu ardhi katika ulimwengu wa roho, siri iliyobebwa katika ardhi katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu tulio nao unaendeshwa na vitu vikuu viwili. Ulimwengu tulio nao unaendeshwa na vitu vikuu viwili. Cha kwanza, ulimwengu tulio nao au dunia inaendeshwa na kitu kinachoitwa ardhi. Dunia pia inaendeshwa na kitu kinachoitwa anga. Alafu mwanadamu ndiye mtawala wa anga. Mwanadamu ndiye mtawala wa anga, ardhi na vitu vyote vinavyoonekana katika dunia. Kwa hiyo kanuni ya kufanikiwa katika ulimwengu wa roho imebebwa katika anga na ardhi. Alafu vyote hivi anga na ardhi mwanadamu ndiye anavyovitawala katika ulimwengu wa roho. Karibu sana katika somo letu la leo, siri iliyobebwa katika ardhi katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha sana katika chaneli hii ya Apostle Katambi. Hongera sana, na ili upate vipindi vyetu vijavyo tunavyovituma kwa wakati na masomo yetu kwa wakati, una njia moja tu ya kusubscribe channel hii. Bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe kwenye simu yako au kwenye PC yako au kwenye iPad yako. Moja kwa moja utakuwa umejiunga na channel hii katika ulimwengu, unakuwa ni mmoja wapo wa watu ambao tukituma masomo yetu napata kwa wakati na kwa muda mwafaka. Unaweza kuweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana, na ukaandika tu kama umeelewa, ukaandika nimeelewa. Kama kuna hii ardhi unapitia inaleta vita kwako, weka pia comment hapo chini. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Asante kwa kunipa muda kujifunza nao usiku wa leo. Nitaanza moja kwa moja, ardhi inawezaje kukusaidia kufanikiwa katika ulimwengu wa roho. Ardhi ni kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Kuna uhusiano mkubwa kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Na leo tutaanza kufundisha mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Ardhi tunaweza tukaita ni mama. Ardhi ni mama. Mama analisha watoto, mama ananyonyesha watoto, mama anafanya kila huduma kuangalia watoto, kuwatunza watoto. Kwa katika ulimwengu wa roho, ardhi unaweza kuifananisha na mama. Maana yake tunaita ardhi ni mama kwa sababu ardhi
inahudumia kila kitu unachokiona kila kitu unachokiona katika dunia hii. Mfano, bati unazoziona zinachimbwa kwenye ardhi. Nguo unazoziona, baadhi za pamba, zinalimwa kwenye ardhi. Vyakula vyote unavyoviona vinalimwa kwenye ardhi. Fedha unazoziona inapatikana kwenye ardhi. Magari, vifaa vya kujengea nyumba, vyote vinapatikana kwenye ardhi. Kwa hiyo ardhi ni kila kitu katika ulimwengu wa roho, hasa kwenye maisha ya mwanadamu. Ardhi ni kila kitu hasa kwenye maisha ya mwanadamu. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Kuna asili kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Kwa nini? Ndio maana wachawi wengi wanajua siri hii, kwamba akitaka kukuroga huwa anachota ardhi ya pale ulipokanyaga, anachota ardhi ya pale ulipokanyaga. Kwa nini achukue ardhi ulipokanyaga na huku anafuatilia uchumi wako? Kwa nini achukue ardhi ya pale ulipokanyaga na huku anafuatilia biashara yako? Kwa nini achukue ardhi ulipokanyaga na huku anafuatilia nyota yako, biashara yako? Anajua mwanadamu ana mahusiano na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Hebu tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Kabla tujasoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, tutaangalia kwanza mchawi anapoingia kwenye nyumba ya mtu, anapotaka kupaa, huwa lazima akanyage kwenye ardhi. Huwa anapotaka kuruka juu, anaweza karuka kwenye jiwe, lakini lazima akanyage kwanza kwenye ardhi. Ardhi ikubali kwamba yeye aruke, ardhi ikubali kwamba yeye apae. Kwa kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Mwanzo sura ya 2, asili ya mtu iliyobebwa kwenye ardhi. Mwanzo sura ya 2, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Hapo tutasoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanasema, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, tutasoma hapo asili iliyobebwa katika ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1, sura ya 2 mstari wa 7. Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kuna kitu nataka nishare nawe usiku wa leo. Cha kwanza, Mungu akamuumba mtu. Kuna uumbaji wa aina kuu mbili, lazima tuufahamu kibibilia. Uumbaji wa kwanza kibibilia, Mungu aliumba nafsi ya mwanadamu, ambao tunaweza kuona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 28. Bwana Mungu akasema, tumfanye mtu kwa sura yetu,
na kwa mfano wetu, akatawali samaki wa baharini, ndege wa angani. Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume akambarikia. Uumbaji wa kwanza, Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Uumbaji wa kwanza wa nafsi ya mwanadamu, Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Kumbuka ninafundisha asili ya mtu iliyobebwa katika ardhi. Kwa tunaanza kupata picha ili ile nafsi haiwezi kaja duniani kaishi bila mwili. Nafsi ya mtu haiwezi kaishi duniani bila mwili. Kwa ili Mungu aweze kuleta ile nafsi itoke ulimwengu wa roho ya Adamu na Hawa ije ulimwengu wa mwili, ndio Mungu akaumba tena mwili wa mwanadamu kupitia mavumbi ya ardhi. Ndio hii tunaona hapa Mwanzo sura 2 mstari wa 7. Sema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Pendwa, unanisikiliza, mwili wa mwanadamu una asili ndani yake ya ardhi. Mwili wako umeumbwa kwa material ya ardhi, na ndio maana katika ulimwengu wa roho mchawi anajua siri hii, kwamba ili akuroge anahitaji hiyo ardhi unakokaa. Anahitaji ardhi unakokanyaga, ndipo anachota ile ardhi katika ulimwengu wa roho. Anahitaji akikufunga kwenye biashara au uchumi, anafunga kupitia ile ardhi unakoishi au unakokaa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa nini sasa? Lazima ujue kwamba ardhi ina asili, ina muunganiko na mwanadamu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kwa wachawi wanajua, wakitaka kutesa watu wa mtaa, wakitaka kutesa watu wa huo mtaa mnaoishi, wachawi wakitaka kuwatesa vijana huo mtaa, mabinti wa mtaa, wafanyabiashara wa mtaa unakoishi, huwa wachawi wanachokifanya, wanatamka kwenye ardhi kwamba kwenye ardhi hii watu wasifanikiwe, kwenye ardhi hii huyu mtu asiuze. Hawajakugusa wewe, hawajakufata wewe, wamekuacha na maombi yako, wamekuacha na kufunga kwako. Wao wanasema na ardhi, wanajua kisema na hiyo ardhi, wewe utainaye kanyaga kwenye hiyo ardhi, lazima hicho kifungo kiweze kukupata. Kwa kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi. Kwa wao wakitaka kukushambulia ulimwengu wa roho, huwa cha kwanza wanafuatilia hiyo ardhi unakoishi, wanafuatilia ardhi unakokaa, ndiko wanaanza kutamka mabaya kwa ajili yako na familia yako katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana wengi waliorogwa nyayo zao zilichotwa mahali wanapokaa, nyayo zao zilichukuliwa mahali wanapokaa, ndipo wakaenda kufungwa maisha yao kupitia ardhi, kwa sababu kuna asili kati ya mtu na ardhi. Mwanzo sura ya 3, angalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari ule, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, Mungu akasema mambo yafuatayo: nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na huyo uzao wako, na huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu,
na kuzaa kwa uchungu na watoto, na tamaa yako itakuwa juu ya mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako na ukala matunda mti huu, nalikuagiza usile matunda mti huu ambayo nilikuagiza akisema usile. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake, na siku zote nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, na maana u mavumbi wewe, na wewe u mavumbini. Anamwambia Mungu baada ya Adamu nao kutenda dhambi. Mungu anamwambia Adamu, wewe utakula kwa jasho, mke wako atazaa kwa uchungu, lakini kumbuka wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi. Na anamwambia wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, na utairudia ardhi. Maana yake kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi, au kati ya mwili wa mtu na ardhi. Kwa hiyo waganga wa kienyeji wanajua siri hii, kwamba asili ya mtu ni ardhi. Kwa hiyo imekuwa ni mtindo wa wachawi, unakoishi, unakokaa, wakitaka kuharibu maisha yako huwa wanaroga kupitia ardhi. Wakitaka kuharibu mafanikio yako wanaroga kupitia hiyo ardhi. Nifuatilie somo lijalo, itafundisha namna kuwashinda wachawi kupitia ardhi. Mungu akubariki sana. Sante kwa kuangalia kipindi hiki chetu kizuri. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu hai. Amen.